Mambo ni mazuri. Sasa tuko katika hiti ya pili. Tayari watu wameshakaa standby kuona nani anakuja kivingine katika hiti hii. Nani anakuja kivingine na tumeshaona. Naona Machupa yuko na GR Corolla. Gari yenye sponsor wengi. Asante sana Toyota Corolla hiyo. Gia kama zinang'ang'ania kumbe ndo. Yes. Kuja vizuri Machupa katika ile hiti ya kwanza. Alitumia muda mwingi sana. Alitumia dakika 4 na sekunde 16. Muda ulikuwa ametumia muda mwingi sana, lakini ngoja tuone. Unajua advantage ambayo alikuwa nayo ni kwamba hata kama gari ilikuwa na shida kwenye hiti ya kwanza, kuna hiti nyingine. Yeye kwa sababu alikuwa gari ya kwanza alirekebisha muda mrefu kwa gari zote ziishe. Bwana, unaona mambo ya Machupa, mimi nimesimama. Safi, amazing Unaweza kuona Machupa unajua na watu wake hapa. Ana mashabiki wake. Naangalia na enjoy katika very low budget. Ni gari ya kawaida kabisa, ni Corolla kabisa, standard na roll cage tu hapa na pale. Hamna mambo mengi, lakini inakuwa vizuri kama hivyo. Hadi anapiga hadi indicator bwana. Kwa hiyo safi. Ameavoid pale kwenye mchanga bwana. Mzigo unadunda kama kitenesi. Machupa bwana, tunakuombea sponsors. That's special. Watu wapambane. Grip hiyo. Hiyo inaitwa kila mtu. Wow. Naona hata pancha tairi kashapata. Lazima anatokaje bila pancha kwa mchanga huo jinsi ulivyo. Tayari naona pesi. Uzuri ni kwamba yeye ameenda kuenjoy, hajenda kutengeneza time. Ameenda kuenjoy ili na ukweli mvuta ile pancha. Nafikiri sidhani kama ataweza kumaliza. Nakumbuka ana issue ya pancha hata katika event iliyopita. Pancha nafikiri hapa na pancha tairi zote mbili za mbele lakini ndo amemaliza. Machupa umetupa show na tumefurahi. Na sasa tunakwenda kwenye IST. Yes, ngoja tuone IST na VD Ismail. Yeye atatupa ngapi? Machupa ikatumia dakika 3 na sekunde 9. Amejitahidi kidogo tofauti na time amepunguza karibia dakika na sekunde 12. Safi sana. Sasa ngoja tuone Navid Ismail akija na Toyota IST. Mambo ya IST hapa. Mambo ya IST. Wewe unaweka IST yako, unaweka viti yako. Unaona vitu kama hivi, unakuja kutengeneza time yako, unapata na wewe unasema na mimi nina kikombe. Nina kikombe, nilicheza na gari ya kawaida kabisa, Toyota IST. Hizi IST ambazo tunazozitumia kwenye shughuli zetu za kila siku, tunaongeza kitu automatic. Tunazozitumia kwenye Uber, Bolt, nini, kwenye huduma zingine za nani, lakini hapa sasa inakuja kivingine. Na Navid yupo kwenye steering akitupa time yake. Hiti ya kwanza alitupa time nzuri. Alitumia dakika 3 na sekunde 8. Wacha tuone. Alimchapa mpaka Machupa. Wacha tuone this time atatumia muda gani. Umetongeza hivi.
bado tupo kwenye Asas Moonlight Rally Sprint Edition round 2. Oh my god, yupo vizuri Navid. Unajua IST ni front wheel drive, kwa hiyo kuna kona fulani unakuwa unazionea kweli kweli. Ukiwa dereva kweli inakuwa ni rahisi kukitupa. Umeona kama hivyo? So maupe hivyo. Na Navid amecheza sprint nyingi sana. Moja vijana madereva ambao tulikuwa nao toka zile sprint za awali kabisa. Ipo very silence, kimya kimya. Unajua kwa sababu ikitoka hapa naenda kutumia kwenye shughuli nyingine. Kumkimbiza mwenzi wao utakitumia. Kimya kimya. Hapa anamkimbiza machupa amemaliza. Naingiza Corolla hiyo. Naingiza. Mambo ni mazuri tu hapa. Tuko Tanganyika Packers, tuko hapa Kawe tukikuletea Moonlight Rally Sprint kwa dhamini wa Asas. Yes. Hii ni edition ya pili. Na tupo katika hiti ya pili. Tuko ya ambao tuko tukihitimisha katika hiti hii ya pili. Yes, hiyo ni Corolla E100. Corolla E100 Al-Akbar Kasam. Yeye anakuja kutoa trial yake pia. Kumbuka ana ushindani hapo mbele yake ambao anapambana nao. Yes, kuna watu wake. Kuna machupa hapo, kuna Navid. Nakwambia huwezi kukosa mbabe wako. Huwezi kukosa. Utapambana nao, utakutana nao hapo hapo. Kwa hiyo ngoja tuone Akbar anatupa vitu gani katika hii Corolla E100. Na kumbuka tu katika hiti ya kwanza yeye ndo aliongoza katika kategori hii ya street car two-wheel drive akitumia muda wa dakika 2 sekunde 44. Kwa hiyo ngoja tuone katika hiti hii anakujaje. Atatumia hiyo dakika 2 na sekunde 46. Atapunguza au ataongeza? Kwa tutakuja kuona. Hiyo ni press nzuri. Naona ana clean drive kwenda kwenye racing line yake vizuri, na sio yule ambao full throttle, maana 2WD bwana ina driving style yake kusudi uweze kuperform zaidi. Na barabara ni nzuri sana, inaruhusu kwa mtu yoyote kufanya au kutumia gari aina yoyote pasipo kuleta madhara yoyote. Hicho ndo ambacho niwape hongera organizers ambao wameweza kufanikisha event. Wametupa vitu fulani, wametupa usalama wa hali ya juu kuhakikisha tuna perform, kuhakikisha drivers wana enjoy na pasipo kuwa gharama kwa cost zaidi. Tunaendelea, mambo ni mazuri sana. Tupo katika kategori nyingine. Tupo katika kategori bado ya street car lakini all wheel drive. Yes. Na huyo ni Prince Yasin kiwa na Subaru.
sasa hivi kidogo anajaribu kufanya setup vizuri. Mwanzo alikuwa na changamoto kidogo, naona bila shaka ameamua kupambana na changamoto zake huku akiendelea kutupa show Prince Yasin. Akiwa na Subaru Impreza STI. Jaribu kuangalia katika ile hit ya kwanza. Yes. Time aliocheza ilikuwa ni mbaya kidogo, siwezi kusema time nzuri kwa sababu ni dakika 3 na sekunde 8. Yeah, tumia dakika 3 na sekunde 8. Yeah. 3 na sekunde 8 katika, ina maana katika hizi all wheel drive hakuwa amefanya vizuri. Kwa sababu karibia wote walikuwa wamepiga dakika 2 kasoro Arif Haji. Tuone sasa katika naona sasa hivi sasa hivi na time gani kuja na strategy nyingine, naona pesi yake imeongezeka. Yes. Ukiangalia tu naona pesi imeongezeka na hata kwenye hiti ya mwanzo na hata hiti ya mwanzo walikuwa na complain kidogo gari haijakaa vizuri, lakini inawezekana kama amepata muda kugusa kidogo mpaka amerudi katika hii hiti ya pili, basi kuna kitu au kuna mabadiliko makubwa ambayo tunaweza tukayaona katika driving yake. Mambo ni mazuri na hii ni Racing Show, tunaendelea kupata burudani. Unajua nani huyo? Unaona vitu hivyo? Ukiangalia tu unajua nani huyo. Ukiangalia tu. Very Peredina. Unajua ile hit ya kwanza ali overshoot kidogo. Mambo hii hit ya pili naona amekuja with a strategy, amejua nini anatakiwa kukifanya, kwamba sasa naenda kuattack vipi. Katika ile hit ya kwanza alitumia dakika 2 na sekunde 36. Ngoja tuone katika hit hii, na pale alisimama kidogo na nini. Ngoja tuone, je, anakwenda kurekebisha makosa aliyoyafanya ama. Kumbuka kwamba katika kategori yake ana ushindani mkubwa sana. Ushindani na Ali Nayani, ana ushindani na Salim Haji, Mohamed Haji pamoja na yeye mwenyewe. Yaani kuna hizo gari pamoja na Raul Kotak pia. Yes, pamoja na Raul pia yupo kwenye ushindani naye mkubwa. Huyu ni Mustafa. Yes, nikiangalia hiyo huyu Mustafa. Gari namba 5, Mustafa Somji. Mustafa Somji. Naona hii bagai na pigwa vitu mbalimbali. Yes, Mustafa alitumia dakika 2 na sekunde 36 katika ile hiti ya kwanza. Tutakuwa amemaliza. Wow, amemaliza. Sasa tuone
atakayefuata. Naona sasa ameingia ndio Zuberi Pereddine, the super navigator. Kitu tofauti. Ana championship kadhaa akiwa pembeni. Sasa tuone akiwa drivers. Naona picha nzuri, naona barabara the way ambavyo imekaa. Naona Pereddine kwenye hiti ya kwanza alifanya mistake kadhaa. Naona safari hii anataka kuhakikisha kwamba ana recover au anafanya best time kuliko ile ambayo amefanya katika hiti ya kwanza. Hata gari naona bado ina afya nzuri. Unaona tu wewe mwenyewe jinsi anajaribu kuondoa makosa, lakini sehemu ya kubandika anabandika. Sehemu ya kuweka inawekwa kwelikweli. Unajua unapopoteza second hasa ni kwenye hizi bend kona. Kwenye bend, kwenye kona pale unapochelewa kufanya, unapohesitate kwamba hapa hapa kwamba hapa hii speed is too much for this corner, pale unapobageni au unapofanya early break, pale ndo unapopoteza pale. Wakija zile hivyo 9-2 zile kuburuza, wanakuja kufanya vitu amazing hadi unaona kweli hapa lazima game yangu ije kupanda. Lakini ndio experience, kila mtu anakuwa na experience tofauti. Kuna watu wana experience gari, kuna wengine experience navigation, na kuna wengine wana experience ya street driving. Ukiweka combination hizo, ukiweka hizo combination sio mchezo. Lakini hapa pana kujengea kitu fulani. Because inakupa balance, inakupa kitu fulani ambacho utaweza kukitumia kwenye competitions zako. Itakupa reflex hapa, kona nyingi. Yes. Huyo ni Vishal Saini Singa Kichaa. GVB. Na tunachojaribu kuangalia hata kwa rally drivers, kama unacheza sprint, yani kama utatumia muda mwingi unafanya sprint, yes, ndio kile tulikuwa tunazungumzia na kusaidia kuijua gari yako vizuri. Unavyo stress gari, kama gari ni ya overheat hapo, kama gari ni ya sijui hizo chini ya kuko sawa au kutaro zako, utaona sijui tairi nini, itakupa tu majibu kwamba kwa sababu una stress gari, na hata kwenye kona pia, yani utaiona kwamba driving yako inabidi improve, na utaweza kufanya marekebisho kadri unapofanya zile hits, kadri unapofanya zile sprints, kuna kitu kinakuwa kinaongezeka. Naona kuna hali ya hewa fulani ndio umeongea hapo kwamba gari inapoa, yani gari ni hali ya hewa ni nzuri, kimvua kidogo kinapunguza vumbi, kuhakikisha kwamba kila mtu yes, Vishal Saini akiwa kwenye full send, stress kweli gari. Yes, hii gari bana ni gari nzuri sana kama ukitulia nayo, na unaweza ukafanya nayo rally. Tumeweza kuona Dara Mpande. Yes, unaweza kufanya setting zako vizuri, ukatulia ukaiweka vizuri. Kwa marali driver watoke walete mbili kwenye rally, waje test mfano hapa.
Haya, wakati tunaendelea mambo yanakuwa ni mazuri. Manviri yuko ndani ya stage. Manviri is back katika second loop yake. Tuone atapiga time gani. Huku tukiangalia time ya Vishal. Angalia watu walivyo, nasema watu wamechetuka. Angalia mtu anafurahi. Zuberi alitumia dakika 2 na sekunde 20. Alafu Mustafa Somji akatumia dakika 2 na sekunde 33. Na Vishal katumia dakika 2 na sekunde 27. Bado wanajaribu kubiti time zao. Bado wanajaribu kupunguza zile time ukilinganisha na hit ya kwanza, lakini pia bado wenyewe kwa wenyewe wanashindana. Kama hapa hizi gari 3 ambazo nimezitaja, Zuberi amekuwa mbele yao kwa sekunde hizo kadhaa, 7 na Vishal na sekunde 13 kwa Mustafa Somji. Wacha tuone rally car category. Anaitwa Manvir Birdi. Eba tumpe jina. Manvir hana yeye. Hana yeye. Nabidi tumtafutie yeye. Swala la muda tu. Sako champion. Sani back to back hiyo. Back to back. Sani naye amekuwa shaingia kwenye stage. Manvili katumia dakika 2 na sekunde 12.40. Amepunguza time yake. Kapunguza kwa sekunde 4. Sasa Sani atakwenda kuipiga kwa hiyo. Ngoja tuone Sani atapiga ngapi, kwa sababu Sani hiti ya kwanza alitumia dakika 2 na sekunde 15. Alichukua hiyo. Alichukua. Tuone hii atapiga ngapi. Mambo ni fire katika viwanja vya Tanganyika Breakers hapa Kawe. Pata burudani nzuri sana, tunaendelea kushine. Anasema hapa leo lazima tujue nani anatoka na best time. Yes. Yani hapa category ya rally car, category ya street car, two wheels, vile vile katika category ya all wheel drive na buggy. Wote hao tutapata kujua time zao, tutapata kujua performance yao katika hii Diamond Ride Sprint Series 2. Ninavyozungumza ni usiku, nazungumzia usiku wa saa 7. Kimewaka hapa, lakini kimewaka, unaweza kuona hadi breki zinawaka moto, kalipa zile zinawaka moto. Ndo ujue kwamba watu wana push. Cheki. Watu wana ndo ujue watu wana push kweli kupata hizo time ambazo sisi tunazisema hapa. Brake pad zao sio hizi brake pad zetu. Hizo bwana ni competition brakes. Hizi zetu sasa hizi ziko tunaongea habari nyingine. Hizi ushapitiliza kama hapo. Ushapitiliza hiki. Shika breki hapo kama ameishika anagusa. Ana tap tu kidogo. Ana tap tu kidogo. Inashika kweli. Amemaliza. Back to back. Kuna
kulala, muda umekwenda. Hamna kupoa. Hakuna kupoa na kupoa. Randy Bird Austani katumia dakika 2 na sekunde 11. Amechapa. Sekunde moja. Wanatafutana sasa hivi, wanatafutana kwa sekunde moja. Kwa hiyo so mchezo. No overshoot. Ona watu wana panic sasa. Wanasema nini? Panic mode. Watu wanaanza ku overshoot. Watu Mohamed Haji kuja very aggressive. Watu wanajaribu kupush kweli. Huyu ni Kazim Kimji. Kazim Kimji. Nayani. Hii driving skills ni Ali Nayani. Sababu ni Subaru hii. Ali Nayani. Hii ni 5 CMK. Ali Nayani. Kuna vitu unajua unaviangalia unaona hii serious driving hii. Nakumbuka Ale yupo karibia kabisa na hizi times za wanaoseti hapo juu. Katengeneza mwenyewe. Ukiangalia hiyo ndio umeningata sikio hapo. Kumbe katengeneza njia mwenyewe. Organizer. Kwa hiyo ndio maana wanasema ana confidence. Anaipa ule bora kwa sababu anajua grade Yes, Raj is back. Kwa ajili ya time yake nyingine. Tuone this time GVB inatupa nini. Ali ameset time gani? Naona ana 2:19. Yes sir. Tukiangalia kwenye street hapa. Yeah. Amepiga 2:19 pale na different ni digits ni zile microseconds. Kwa hiyo ina maana kidogo ame lose lakini amepiga standard ile. Hiyo na nikiangalia kwa ukaribu kwa street hizi inabidi Raj inabidi atengeneze time nzuri. Raj na Vishal maana waje waipige hii time ya 19 seconds. Wote hata ile hivyo 80 wote wanatakiwa washuke, wako kwenye 30. Sasa waje kwenye 19 huko seconds. Oho, vipi tena? Vipi tena? Mbona kama naona mmekata na changamoto kweli tena hapa. Nini kinatokea hapa? Raj naona ni DNF. Raj, kitu gani kimetokea? Raj ni DNF. Naona mashindano. Naona gari ime give up. Kwa mapigo ulionipa haya, mimi ngoja nipumzike. Gari lakini toka mwanzo. Kwa kama speaker zimechanika. Unaona kabisa gari skill lako lime overdo, yani gari inakataa. Lakini sasa unasemaje?
all in all, ngoja tuone tu kitu kitakachokuja ku happen. Now on the stage Alinayani Rajidire, huyo atakuwa nani? Atakuwa Harif Haji. Atakuwa labda Harif Haji anakuja kujiuliza. Yuko Gastiko na huyo hapa. Kuna kitu tutaangalia. Atakuwa Harif Haji. Alipotea kidogo. Hiyo alikuwa hakuwa na time nzuri. Yes, katika ile hiti ya kwanza. Hiti la kwanza. Gari lilikuwa kidogo chemsha. Kwa hiyo itakuwa ishakaza kidogo, ishachekiwa na sasa hivi ni full send. Kuna navigator naona kajishikilia kweli. Bwana, huu mchezo umeutaka mwenyewe. Sasa mnajishikilia sana. Utafikiri unataka kwamba hapa nitachomoka. Kuwa na amani. Relax. Mimi kama professional navigator, siri ya mchezo ni kurelax. Ukijikaza sana unakuwa unamtisha hadi ndio hivyo. Mwili nao unakuwa Tukio dereva awe amejiachia, awe na confidence kwamba bwana, vipi gari taa moja imezima. Visibility kidogo au kuna namna ya kuwasha maki. Alifanya hii gari inampa shida. Kila kishika yeye ina shida. Tutaona wengine wakija je taa inawaka. Ngoja tuone. Moonlight Rally ama Moonlight Rally Sprint 2025. Pili hii ni Asas Moonlight. Tunaendelea kupata burudani nzuri sana hapa Tanganyika Packers usiku huu mzito, usiku mnene. Usiku mnene. Usiku wa deni umefika. Umemwona Madebe. Madebe amerudi. Amerudi racing line, barabara yote yake. Anakuja kutafuta time. Mchezo anakuja kuset time. Anajaribu lines mbalimbali tunasema. Kuset time hapo lazima utafute grip fulani. Yes, Aladin Madebe kiwa kwenye stage. Na yeye anashia gari na Manville, Mitsubishi Evo 9, the famous DGM. Kwa hiyo tunaweza kuona vitu mbalimbali Aladin na hii gari kabla kumuona lines hizo zinatafuta lines. Anataka kuibiti time yake, lakini pia unataka kwenda kutengeneza time yako ya kubiti kweli. Lazima uonyeshe vitu. Ndio ujue kuremba. Hapo wewe weka full. Anasema down foot. Unakula vumbi. Hiyo ndo kula vumbi katika
hali kama hii. Haya, Erfan Madebe akiwa amemaliza hapo. Akiwa amemaliza. Mambo ni moto. Tuna muda wa kutosha tu leo kuweza kuona mambo yanaendaje. Nilikuwa naangalia hapa Ifani Aladini akiwa na Evo 9, nimekuja kugundua ni 2015 Vaisaki Rally ndo ameanza naye 2015 ndio Ifani na kwenye rally. Kwa hiyo 10 years ago ndio tunakuja kuiona hii Vaisaki Rally. Rally ilikuwa yenye vurugu sana hii. Vumbi kwelikweli. Ile rally sitaki kuisahau. Vaisaki Moshi pale Kia pale. Ilikuwa sio mchezo. Ilikuwa sio mchezo pale. Kwa hiyo unaweza kupata picha mahali tulipotoka. Kabla hapo aliunda Galant, Mitsubishi Galant moja hivi. Ile gari kwenye testi tu ikaleta majanga. Ikawa shughuli nzito. Nakumbuka katika hiyo rally unaoizungumza, Bob Taylor na Matete walitoka na kisahani. Ilikuwa na Legacy RS. Sijui mlipita shortcut au sijui long cut. Kuna sehemu kama tuli bwana dereva wangu dereva ilikuwa ni long cut ama ilikuwa ni shortcut? Ile ni shortcut. Dereva wangu bwana. Unajua intercom zilikufa. Kwa mwe ni kupiga makelele tu utafili unanyongwa. Tumepitia bwana. Mpaka sasa hivi unakaa kwenye 12 ina vyoyozi. Unatoka ukunguti hata vumbi. Ukunguti vumbi. Soda yaani soda ya baridi unashuka kwenye stage soda ya baridi. Mambo ni mazuri sana. Na hapa tuko katika sprint Tanganyika Packers. Na tunaangalia historia ya vitu. Tunaendelea kukumbuka vitu vizuri ambavyo Rahul ama ni sasa angalia Rahul Kotak ama ni teammate wake. Of course alianza kwa ni nani? Ni Mohamed Talib yule alitoka. Rahul sasa. Huyu ni Rahul. Talib alikuwa kashapiga. Nimekwambia kazi ipo. Kazi ipo hasa katika hii all wheel driver. Huku bado ushindani ni tight. Kuna Salim Haji hapo, kuna Rahul Kotak, kuna Zubair Pirodina, lakini vile wapo kina Raj ndo huyo kashatupa taulo nasema. Naona gari helmet. Naona gari imeshasumbua. Kwa hiyo tutaendelea kuzifuatilia zile times zake ambazo alishapiga kwenye ile hiti ya kwanza. Tutaenda na yeye na saini, maana wao wanashare gari. Sasa tutaona inakuaje hapo. Nani anakuja kufanya nini? Nani anachukua time? Bado tupo vizuri. Hii ni
hit ya pili. Hii sio hit ya lala salama, hii ni hit ya pili. Bado kuna hit moja. Hii sasa sisi itakuwa ni asubuhi. Lakini sisi tutaishia hapa. Sisi tunamalizia kwenye hit ya pili hapa. Tutabaki hapa. Baggy. It's a baggy time. Yes. It's a baggy time. It's a baggy time. It's a baggy time na kwenye bagi tuna Ismail Taria, tuna Hamza Zakaria. Hamza Zakaria na Ismail Taria. Hawa ndio wenye hizo SSV. Kwa hiyo tunaanza na Ismail Taria, yupo kwenye stage. Tutaona time zake. Bane, moto sio mchezo. Wanatafutana. Naona kama sasa hivi amekuwa aggressive sana. Yes, yani, wanatafutana sasa hivi. Mwanzo alikuwa na shida ya brakes. Brakes zilikuwa shida, kwa hiyo hakuwa na confidence ile ya ku kazi ipo. Kazi ipo, wanasema iishi mpaka iishe. Tuone hizi time zao ndo ile tunavuka au hatuvuki. Kija wana push kweli. Kuja vizuri. Na push kweli. Na hiyo bar light bwana. Umeielewa hiyo? Imeshanyanyuka lakini. Tayari. Hiyo dakika 0 tu. Naona ile bar light. Watu wanapiga makofi. Yes. Haijaisha mpaka iishe. Mpaka iishe. Yani wanasema ishe mpaka ishe. Itakuwa ni salimacho. Hiyo force fanya mistake kidogo. Pale kuna vitu ambavyo unaweza kuona anajaribu kuvifanya. Ana vitu sio kwamba anavyo, lakini ambavyo vinahitaji mazoezi, ambavyo vinahitaji aina fulani ya sitting time. Time wana push kweli. Hivyo 8 anajaribu kupata best time. Sababu mbele hapo yuko Ali na Yani. Ali na Yani yuko mbele hapo, Zuberi Peladini. Tuone kitaeleweka. Kitaeleweka tu. Swala la muda. Wanasema usiku wa deni. Kwani hapa ni swala la muda, tutaona nani katika hii kategori hii ambayo hii mimi nasema hii ndo ya moto hii. Hii ndo kategori ya moto. Hii ndo kategori kweli. Hapo ndo competition ilipo. Kule kingine kila mtu kasha kule kwenye rally kaa pale. Kila mtu kashachukua position yake. Lakini hapa
Hapo ndo anakwambia hapa mpaka asubuhi, mpaka tujue mpaka tujue wapi ni wapi. Umemaliza hapo. Sasa huyo ni Hamza Zakaria. Naona yeye driving yake ni tofauti na Taria. Kila mtu anakuja na line zake, kila mtu anakuja na design ya ku approach kona, ni different style, na hiyo yote kila mtu anaangalia ile ambayo inamfaa. Ushaona mwenzako alifanya makosa gani? Tunasema nini? Ni ku overdo ama ni driver error? Of course inakuwa yote, lazima ubalance pace yako, kwamba hii ndo pace yangu, yani nikipush zaidi ya hapa kuna kitu kinaweza kikatokea. Kwa hiyo kama ukiweza kubalance hapo inakuwa ni vizuri zaidi. Lakini mara nyingi driving error inasababisha vitu kama vile zile rolls na nini. Na kingine kupushi chombo mpaka chenyewe kinashindwa yani beyond chenyewe na uwezo wake, hiyo nayo inaelemewa na mapigo. Mambo ni mazuri sana hapa katika Racing Show.